na wanaonifuata mimi wamekubali, tunamfuata mtu anaishi maisha yake. IPM hajatumwa kwa ajili ya watu wote. Mimi sio Yesu. Mimi sio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba bwana huyu ni mtume katumwa kwa ajili ya ummati Muhammad. Kwa hiyo wasipambane sana na mimi, kwa sababu mimi sijatumwa kwa ajili ya watu wote. Mimi nimetumwa kwa ajili ya watu wachache sana. Kwa hiyo hao watu wachache ndio wanaonielewa mimi. Naomba sana hii kitu waielewe. Sijatumwa IPM kwa ajili ya dunia. Aliyetumwa kwa ajili ya dunia ni Yesu peke yake, upande wa Wakristo na upande wa Waislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mtume wa ummati Muhammad. Huyo katumwa. Unaposikia mtume wa ummati Muhammad maana yake watu wote. Sasa mimi kichwa kikubwa IPM sijatumwa kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo wasilazimishe mimi niwe mtu wa watu wote. Mimi ni mtu wa watu wachache sana. Sasa kichwa kikubwa kinaingiliaje? Sasa unaona ndonga hii nilipigwa chini na demu kwa sababu ya ndonga. Yule demu yule aliniacha bwana kwa sababu ya kichwa kikubwa. Kwa hiyo this is Wayvani V Vanny Boy. Shout out to PTV. Bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Bwana, uhali gani mtazamaji wa PTV Tanzania popote pale ulipo, na imani kabisa Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema ametujalia wote uzima, na ndio kama mnavyoona tupo na Prophet IPM siku ya leo, na nimefika hapa tufanye naye mahojiano, au sio bwana? Kumbuka hii ni interview ya kwanza kabisa tangu mwaka umeanza 2026. Prophet IPM ana kauli mbiu zake bwana. 2026 ni mwaka wa maamuzi magumu. Okay. Sawa. Kwa hiyo nimefika hapa ni mhoji kwamba kwa nini muda mwingi huwa hawajibu watu ambao wanamkosoa kwenye huduma yake. Na imani mtazamaji, huu unaona wapo watu wanamkosoa, wanampinga. Mtumishi wa Mungu Prophet IPM, shalom. Shalom, peace. Habari ya uzima. Salama kabisa. Habari za huduma yako? Mimi nashukuru niko salama. Yes. Asante kwa kunikaribisha kanisani kwako. Asante sana. Ndio. Nimekuja kwako tupate ufafanuzi. Kwa nini huwa huna kawaida ya kuwajibu watu wanaokusema vibaya na kukosoa kwenye huduma yako? Karibu. Kwanza mema na mabaya yote yanatembea pamoja. Mema na mabaya yote yanatembea pamoja. Kwa hiyo wema na ubaya lazima uwepo katika dunia ili ikamilike dunia. Nilijiuliza pia kwa nini moto Mungu atengeneze moto? Dini zinaamini hivyo. Wal Qur'anil Hakim inaamini hivyo. Kuna kitu kinaitwa finari jahannam. Moto huo unaitwa nari. Sisi wa Kristo pia tunaamini kuna moto wa jahannam. Kwa nini Mungu atengeneze moto? Kwa nini Mungu pia atengeneze pepo? Waislamu wanaamini kuna peponi. Wakristo wanaamini kuna mbinguni. Yaani kwa nini hivi vitu vyote kibaya na kizuri vyote viwepo? Kwa hiyo hakuna kitu cha bahati mbaya katika dunia. Mheshimiwa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ni moja ya rais ambaye yuko very intelligent. Ni rais ambaye kapitia mambo mengi sana. Jakaya Mrisho Kikwete ni rais ambaye amesemwa sana. Nilikuwa nafuatilia sababu nimekuwa katika wakati wake. Hajibu. Yaani anatukana, anatabasamu. Ana mamlaka, ana majeshi, ana jeshi la polisi, ana kurugenzi ya usalama wa taifa, ana TAKUKURU, ana magereza, ana uhamiaji, ana jeshi la akiba. Hajibu wala hareact.
Sasa nimejifunza vitu vingi sana kupitia lifestyle yake. Wanamtukana watu afu wanaomtukana anawaalika Ikulu. Umeona aina hiyo mtu? Yaani watu wanamtukana huko, alafu jioni anawaalika Ikulu. Wanakwenda pale wapinzani na nini watu. Sasa nikajiuliza huu ni moyo wa namna gani? Au hii ni hekima kubwa ya namna gani? Kwa hiyo wakati mwingine tunaishi kutokana na baadhi ya hekima za watu katika dunia. Kila mwanadamu ana mazuri yake, ana mabaya yake. Lakini mimi sipendi kuyafuatilia mabaya ya mtu. Mimi napenda kuyafuatilia mazuri ya mtu. Alisema siku moja na nukuu, sio kwamba sisikii, sio kwamba siambiwi, sio kwamba sioni, sio kwamba sijui au sina uwezo wa kujibu. Sasa mpaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema sio kwamba sisikii, maana yake yako anayozungumzwa anayajua, analetwa bwana, kuna 1 2 3, lakini anasema sijajibu kwa sababu sijaona faida yake. Nimeichukua mimi hekima, ni hekima nzuri sana, kwa sababu faida ya kumjibu mtu anayekutukana ni nini? Yani kwa mfano mtu anakushambulia kwenye social media, umjui au labda unamjua, hujamfanya chochote. Ninachokiamini mimi na anachokiamini yeye ni vitu viwili tofauti. Hizi huduma zote unazoziona hizi za Kikristo zimegawanyika kwenye mambo mengi sana, na kila shirika lina moto ndani unawaka. Wakatoliki wanagombana ndani, Waruteri wanagombana, wengine mpaka wanapelekana mahakamani. Unaelewa vizuri? Wasabato wana mivutano. Dunia ni dunia mivutano. Hakuna shirika la dini ambalo halina mivutano. Waislamu the same, kuna Bakwata, kuna Suni, kuna Shia, kuna Ahmadiyya, nao pia wamegawanyika, nao pia hivyo hivyo. Mivutano ipo. Kwa mimi IPM siwezi kupoteza muda wa kwanza kukaa kwenye media na kuanza kumshambulia mtu kwa sababu amenijibu au ameniongelea vibaya au amenichallenge. Hapana, sio kwamba sisikii, sio kwamba sioni, sio kwamba siambiwi, na sio kwamba sina uwezo wa kujibu, lakini sijaona faida yake. Okay. Yes. Kuna mmoja ya mfuatiliaji wako niliona alikujibu juzi kati hapa, nadhani alikukosoa kwenye Instagram yako kwamba mtumishi wa Mungu Prophet IPM sijui huna hekima, huna nini na nini, namna unavyozungumza maneno mbele za watu. Nikaona pale umereply pale chini pale kwa sema nitajirekebisha. Sasa unaona nilivyo kumbe unafuatilia ndugu mwandishi wa habari. Si unaona nilivyo reply. Sija panic kama alivyopanic yeye. Kwa sababu mimi sina uwezo pale wa kumblock asinione tena. Si ni account yangu ile. Kuna sehemu kwenye Instagram ya kublock. Unamblock mtu akuoni milele. Ataongelea ujinga wake huko mbali, lakini sio kwenye account yako. Lakini sikuja mblock. Ukweli siku zote unakosolewa. Mimi ningekuwa mshenzi tu, mhubiri mshenzi, nisingekosolewa. Uongo, kundi kubwa la waongo likiwa kwenye jamii, basi ukweli unaonekana uongo, na ule uongo wao ndio unaonekana ukweli. Mimi nazungumzia masuala ya uhalisia wa maisha. Nazungumzia masuala ya uhalisia wa namna ambavyo tunatakiwa kuishi duniani. Lakini ngoja, labda kuna maneno mengine huu unaongea ni mazito kidogo, ndio maana labda watu wao wanakukosoa sana kwamba kwa nini labda Prophet IPM anashinda kutumia hata zile kutumia maneno ya mafumbo. Yani wewe umenyooka kabisa, ndio maana watu wanasema Prophet IPM labda inakuwaje hii anaenda moja kwa moja. Tutumie neno kama ufiraji. Biblia haijasema kuingilia kinyume na maumbile. Ukiona naongea maneno makali, mimi napenda kuwa straight. Biblia haijasema sijufumua. Biblia imesema wafiraji hao hawataurithi ufalme wa Mungu. Wabakaji. Unaona? Kwa mimi sizunguki, kwa nini nizunguke kitu ambacho kiko wazi? Sasa problem inakuja, mimi niko wazi. IPM ni aina ya kifaa kipendi kona. Ndio maana watu wanaonifuata mimi wako smart kichwani, kwa sababu hawafuati mtu ambaye anapenda kona kona. Ukiwa mshirika wangu, ukiwa mfuasi wangu popote pale, mpaka unakubali mimi niwe mfuasi wako, unanifuata, unanifollow, unanisikiliza, una comment, una like, unanipenda, unanikubali, lazima ujue kabisa unamkubali mtu ambaye hapendi kona kona. Mimi siwezi kukufariji wakati maisha sio faraja. Siwezi kukutia moyo kwa sababu maisha sio kutiana moyo.
Siwezi kukupamba wakati maisha hayapambi. Fanya kazi, asiyefanya kazi asile. Pambana, acha kulala. Unakaa ndani unafanya nini? Unalala unafanya nini? Kuna watu walinishambulia juzi kati hapa nilizungumza issue ya kucheza pool table. Nikasema hivi, usishinde kwenye pool table. Pool table kwanza ni mchezo wa matajiri. Unaelewa vizuri? Wewe una shilingi ngapi mpaka unashinda kwenye pool table? Labda wale wanaocheza kwa ajili ya mashindano, sawa? Si ni mchezo unajulikana bwana. Mchezo wa pool table. Wale wanaocheza kwa ajili ya mashindano. Sasa wewe unakaa kwenye pool table asubuhi mpaka jioni unafanya nini? Lakini mimi natuzungumzia cheza pool table kwa muda, alafu baada hapo kapambane, katafute hela, kafanye kazi, kazunguke. Unakuta bodaboda yakaa pale kwenye pool table asubuhi mpaka jioni. Utatafuta abiria saa ngapi? Kwa mimi naongea maneno ambayo ukituliza, unajua mimi ukituliza kichwa utanielewa. Lakini ukitanguliza chuki mbele ndo elimu, hutonielewa kwa sababu kitakacho flow pale ni chuki na sio elimu. Sasa mimi sijawazuia wasicheze pool table. Hata mimi mwenyewe nataka kuinunua pool table. Niweke ndani kwa sababu Niki mwanangu anapenda sana pool table. Kwa nataka tuwe tunacheza. Lakini sasa IPM anacheza pool table asubuhi mpaka jioni, sisomi neno la Mungu, siandai ibada, sifanyi majukumu yangu mengine, hapana. Unacheza pool table nusu saa, dakika 15, si ndio? Dakika 20, baada ya hapo mnajifurahisha kwa sababu ni mchezo kama michezo mingine. Lakini pointi yangu sio sasa wewe unashinda kuanzia asubuhi mpaka saa 4 umebongoa tu vile. Pale mimi ndo nilikasema hapana. Kuna baadhi ya watumishi wengine wako serious kweli kweli kwamba bwana, mimi ni mtumishi wa Mungu, siruhusiwi kuonekana mahali fulani, siruhusiwi labda kuposti picha nikiambatanisha nyimbo ya Jizi Mabovu. Hii labda huoni kwamba watu ndio maana wanakushambulia sana kwamba inakuwaje Prophet ya IPM na posti picha anaambatanisha nyimbo ama wimbo wa Jizi Mabovu? Jizi Mabovu unaona wimba mtoto wa kiume acheni njitume. Sasa sinazungumzia mtoto wa kiume acha njitume, kuna ubaya gani hapo? Kwa hiyo mimi naishi maisha yangu na wanaonifuata mimi wamekubali, tunamfuata mtu anaishi maisha yake. IPM hajatumwa kwa ajili ya watu wote. Mimi sio Yesu. Mimi sio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwamba bwana huyu ni mtume katumwa kwa ajili ya ummati Muhammad. Kwa hiyo wasipambane sana na mimi. Sasa mimi sijatumwa kwa ajili ya watu wote. Mimi nimetumwa kwa ajili ya watu wachache sana. Kwa hiyo hao watu wachache ndio wanaonielewa mimi. Naomba sana hii kitu waelewe. Sijatumwa IPM kwa ajili ya dunia. Aliyetumwa kwa ajili ya dunia ni Yesu. Upande wa Wakristo na upande wa Waislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mtume wa ummati Muhammad. Huyo katumwa. Unaposikia mtume wa ummati Muhammad maana yake watu wote. Sasa mimi kichwa kikubwa IPM sijatumwa kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo wasilazimisha mimi niwe mtu wa watu wote. Mimi ni mtu wa watu wachache sana. Sasa kichwa kikubwa kinaingiliaje? Sasa unaona ndonga hii nilipigwa chini na demu kwa sababu ya ndonga. Yule demu yule aliniacha bwana kwa sababu ya kichwa kikubwa, kwa hiyo nakumbukaga pia. Okay. Kwa hiyo wasihangaike na mimi. Mimi nimetumwa kwa ajili ya watu wachache tu. Hao wanaonielewa. Mimi kuna watu wananielewa bro, waambie kitu juu ya IPM. Hao tu wachache. Mimi sijatumwa kwa ajili ya Tanzania nzima. No. Wako watu wakinisikiliza wajua huyu tunamuelewa. Ana kitu kama vile unavyoona marais. Kuna watu wamuelewi, kuna watu wakumuelewa Nyerere kaka. Na kuna watu ukiwaambia ukumuelewa Nyerere na wao pia wanakushangaa. Wewe umuelewi Mwalimu? Unaelewa vizuri? Kuna watu hawajamuelewa Magufuli, alafu kuna watu ukiwaambia Magufuli umuelewi wao ni wanashangaa. Sasa ndo maisha. Kwa hiyo na mimi pia IPM siwezi kulazimisha watu wanielewe wote. Wako watakao nielewa na mimi naridhika nao wanaonielewa. Yes. Wanaokuelewa hata kama sita ni hao. Wanatosha kabisa. Wanatosha kabisa. Na mimi unajua ni bora upate followers wanaokupenda kutoka rohoni kuliko ni kuwa na followers milioni 2 ambao ni fuata upepo. Leo akiambiwa IPM Freemason anakuacha. Leo akiambia IPM anatumia majini anakuacha. Leo akiambia IPM, kuna mmoja aliambiwa bwana IPM nasikia umeonekana huko kisiwa cha Komoro huko na maustadhi wakubwa sana wa Komoro huko. Nikamwambia mbona mimi sijasafiri? Mmeniona wapi? Watu wanasema wamekuona kabisa huko na
huko na nini makamu wa rais wa Komoro, unamfanyia dua. Nikamwambia so mimi huyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuamini sana. Sasa kwa sababu nimesikia upo huko namsomea rais wa Komoro dua, mimi kwa kweli naona kama sijui. Sasa wako watu ambao wanatufuata fata upepo, afu wao wanakuwaga sio watu wetu sisi wanatuamini asilimia zote. Yes. This is Wayvani V, Vanny Boy. Shout out to PTV au Sobana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.